Nimevumilia niliyopitia, bila baba nisingeweza. Amenisaidia baba, amenisaidia baba. Nilikotoka jamani, ni Mungu amefanya tu. Qui est le véritable sauveur de l'humanité entre Jésus-Christ et le prophète Mahomet? Qui est le véritable sauveur de l'humanité? Ni nani atakayeokoa kweli ulimwengu huyu ambao tuko nao leo? Sababu Wakristo wanakuambia Yesu ni njia, wengine wanakuambia njia ni Muhammad, lakini leo tutajua hapa ni nani ambaye atakayeokoa ulimwengu. Ninaye hapa upande wangu wa kume Pasteur David Muigirwa. Yeye ni Mkristo akisimamia makanisa ya hapa Kalemi ambayo inaitwa l'Église Primitive Originale. Naambia wasikilizaji wote, Yawe wa Abrahamu awabariki na watakia kila laheri. Shalom kwa ndugu zetu wote ambao wako wanatusikiliza kwa muda huu, na mimi naamini ya kwamba kwa neema ya Mungu Waislamu ambao pia wako serie au wako fidel wanaweza kuchukua mpango leo wa kuachana na njia za kufuata Mtume Muhammad na kufuata njia moja ambayo ni Yesu Kristo. Itakuwa ni hatari. Najua uko natayarisha kule gisi gani unaweza kutuma SMS yako na kupiga simu 082 21 13 637. Mhubiri Dieudonné, jambo. Jambo sana ndugu mhariri. Ndio, na pembeni yako na Waislamu leo nawaambia nini? Nasema kwa Waislamu na kwa auditeur wote wa hii radio ya kwamba waache Mungu ashtukuze, ya kwamba leo okazio ambao wanipokea kwa kuanza kufuata verite, na ninaombea vile Mungu awasaidie wapate kujipositionner kulingana na verite. Basi katikati yetu mimi naona bwana mmoja amevaa kanzu nzuri sana afu akijitandia vizuri kichwani na ameitwa Mama Fataki Hussein. Nikwambie namna gani? Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Na shukuru sana kupokelewa ndani ya studio ya GMT FM. Nitazidi kuambia Wakristo, hususan kwa mwanafunzi wangu David, aweze kujipanga dhatiti na kuambia kwamba hakuna ambaye aliyekuja kuokoa ulimwengu isipokuwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila maandiko ndio itaweza kutubainishia inshallah. Upande wa Wakristo ambao uko natufuata kwa muda kama na saa hizi, Pasteur David eko hapa. Una dakika 5 na umeanza na 19:45 pa 50 unapasha kukata. Tunasema ni nani atakayeokoa ulimwengu kati ya Yesu Kristo na Nabii Muhammad? Asante sana mtangazaji. Kwanza kwa upande wa ndugu zetu Waislamu, ni makufuru sana kulinganisha Mwokozi wa ulimwengu Yesu Kristo ambaye kwa jina lake la asili anaitwa Yeshua Hamashia na Mtume Muhammad. Yeye Bwana wetu Yesu Kristo ndiye hata mwokozi wa Mtume Muhammad. Na Qur'ani inaonesha vitu vingi sana kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiyo maana moja kwa moja nitaingia ndani ya Qur'ani, sitaanzia hata ndani ya Biblia, ili nionyeshe ndugu zetu Waislamu ya kwamba tayari kabla huyu muumba wa mbingu na nchi, Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu, hajazaliwa, Qur'ani ilikuwa ishazungumza maneno yake. Na Qur'ani inaonyesha ya kwamba watu wote ambao hawakuamini huyu Bwana wetu Yesu Kristo watakuwa chini sana. Ndio surati ambayo nitasoma hapa inaitwa Al-Imran, surat 3. Nitaanzia moja kwa moja verset 55 au ningeanzia verset ya nyuma kidogo ili niweze kuchukua muda wangu vizuri. Chukua muda wako vizuri. Verset 52 inasema hivi: Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part. Wanasema Jésus ndani ya Quran. Ni Jésus ndio niko nasoma hapa. Okay. Labda wewe mtangazaji uendo utusomee hapa, lakini acha nisome moja kwa moja. Et puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit: Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent: Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Le Seigneur, nous avons crié à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et les autres se mirent en stratégie. Allah aussi stratégie
et Allah est le meilleur des stratèges. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croyaient pas. Munisikiliza vizuri. Allah atachukua wale wote ambao walimwamini Yesu Kristo, awaweke juu ya wale wote ambao walikataa kumwamini Yesu Kristo. Hii ni Qur'ani iko nazungumza hapa. Kabla sijaingia ndani ya Biblia kuonesha kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yeye peke yake tu ndio iko na andiko inasema kwamba ndiye mwokozi wa ulimwengu. Ni mwokozi wa Waislamu, ni mwokozi wa ulimwengu mzima. Na ile andiko nitaisoma. Ngoja nimalizie hapa. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Tayari hapa hii surati ya kwanza. Ninazo nyingi sana hapa ambazo nitasoma, lakini muda ni mchache, nasimamia kwa hii moja ili niingie ndani ya Biblia. Inaonesha ya kwamba wale wote ambao hawatamfuata Yesu Kristo na kumwamini Yesu Kristo watakuwa chini ya Wakristo ambao watamfuata Yesu Kristo. Donc miongoni mwa bale mko Baislamu ndani. Miongoni mwa bale mko Baislamu beko bengi ndani. Ya bale benye habamwamini Kristo. Kuko Baislamu na bengine kazalika na bakimbanguiste beko bengi sana. Bale ambao habatamfuata Jésus Kristo. Njoo umoja tu mwenye Qur'ani na reconnaître bafate. Na hatapata surati yenyewe inasema kwamba na mtume Muhammad naye bamfuate. Hakuna surate kama hiyo. Tunaenda ndani ya Biblia moja kwa moja. Ndugu msomaji wa Biblia, utatusomea ndani ya kitabu cha Yohana sura 4 na mstari wake wa 42. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la mwanamke aliyeshuhudia ya kwamba aliniambia mambo yote ambayo niliyatenda. Hawa wa Samaria wanasema hapa mu verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu et nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Kama mtume Muhammad naye yuko mdunia, manake naye yuko miongoni mwa watu ambao waliokolewa na huyu Yesu Kristo. Hawa wa Samaria walitambua hivyo. Nasoma ndani ya kitabu cha Luka kwa kumaliza. Ndiyo, pia sababu ninaona kama dakika 5 niliwapatia ilikuwa kidogo. Ndiyo. Na ndio maana niliongeza tena kidogo. Yani hapo nabakia dakika 2. Ndiyo. Ili ufanye dakika 8. Ndio tutapatia wengine 8. Na nitasoma mwenyewe moja kwa moja ili tuende haraka. Ndani ya Luc chapitre 2. Le verset 11. Luc chapitre 2 verset 11. Luc chapitre 2 verset 11. Oui. 082 21 13 637. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Ni kwamba katika mji wa Daudi amezaliwa leo Mwokozi, na wanamtaja jina lake Bwana wetu Yesu Kristo ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Wale wa Samaria ambao walikuwa sio Wayahudi, wao baada ya kusikia neno la Mungu na kuamini, wakaambia ule mwanamke, hatuamini kwa sababu ya maneno ambao umetuambia, lakini sisi wenyewe tumemwona na tumemsikiliza na tunaamini ya kwamba huyu ndiye Mwokozi wa mtume Muhammad, ndiye Mwokozi wa ulimwengu mzima, ndiye Mwokozi wa Waislamu, ndiye Mwokozi wa kila binadamu yote ambaye yuko duniani. Asante. Hiyo ni mwanzo kabisa. Nimesema kwamba hiyo ni mwanzo kabisa. Njoo mwanzo wa kipindi. Ndiyo. Na njoo wasikilizaji wetu ni wengi sana ambao wanatufuata kwa muda kama na saizi. GMT FM ni sisi ambao tunapatikana hapa Kankomba TZF, na leo tumezungumzia ni nani atakayeokoa ulimwengu kati ya Yesu Kristo na Nabii Muhammad. Ndiyo. Na tumepokea Pastor David Muigirwa na tukiona amesindikizwa na njoo predicateur Dieudonné. Dakika 2 sababu nyinyi mko wawili. Alisema dakika 8, wewe dakika 2, yeye atasema dakika 10. Unaongeza nini kwa ile ambayo alisema? Asante sana. Ninapenda kuongeza ya kwamba mbele hata Muhammad azaliwe manabii walitangulia.
na manabii wote waliwahi kutabiri ya kwamba Mungu katika mwili, yaani Yesu Kristo ndiye mwokozi wa ulimwengu. Ndio maana bila tena kusema mengi, nitaomba msomaji wetu atusomee maandiko 2 au 3 kusudi niweze kujere dakika zangu 2 zile wananipatia. Andiko ya kwanza inahakikisha nani ndiye mwokozi wa ulimwengu. Siye mwingine, haiko mwanadamu, ni Mungu mwenyewe, yaani Yesu Kristo. Na hili litabiriwa na manabii. Ndio maana ninaomba msomaji wetu, au kama haiko tayari, tuchunguze andiko ambayo iko katika kitabu cha Isaya. Isaya naye akiwa nabii. Isaya sura 35 mstari wake wa 4. Atasoma mstari sawa ngapi pale? Na kama haiko tayari naweza kuendelea. Ndio, uendelea na wakati watafuta wanasema Isaya. Isaya, Esaïe chapitre 35 à partir du 4e verset. 35:4 inasema hivi. Ndio. Muambie walio na moyo wa magoti yaliyolegea. Muambie walio na moyo wa woga, mukae na nguvu, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu. Atakuja yeye mwenyewe na kuwaokoa ninyi. Amen. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ukamata tena ingine andiko ambayo inahakikisha mwokozi ni nani? Ni Mungu mwenyewe, yaani Yesu Kristo. Mule mu Isaya, Esaïe 43:11. Mimi ni Bwana. Amen. Na pasipo mimi hapana mwokozi mwingine. Amen. Amen. Mimi ni Bwana, yaani Mungu, yaani Yesu Kristo, na pasipo mimi hakuna mwokozi mwingine. Amen. Mimi nawaza deba yetu isimamie katika maandiko. Isimamie katika maandiko. Andiko ingine kama tunaweza ikamata. Ndio, unabakia na quelques secondes. Unabakia na quelques secondes. Ukiingia hata katika Nouveau Testament, mwenzetu alikuwa shasoma pale Luc chapitre 2:11 tushasoma, na Matendo ya Mitume maandiko inashuhudia vile vile. Mu 1 Timothée chapitre 4:10 inashuhudia pia kama Yesu Kristo ndiye mwokozi wa ulimwengu. Kwa maana twajitabisha na kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamtumaini Mungu aliye hai, aliye mwokozi wa watu wote, hasa waaminio. Amen. Amen. Nani mwokozi wa watu wote? Ni Yesu Kristo. Ni Mungu aliye hai. Sawa, basi tutawarudilia. Asante tena kwa maongezi yenu wa Kristo. Mnasema ya kwamba mwokozi wa ulimwengu ni Yesu Kristo peke yake. Je, wasikilizaji wetu mnasikia? 082 21 13 637. Hiyo ni kwa sababu ya appel en direct, lakini ukitaka kutuma message yako 081 39 48 000. Acha basi nimpatie ndugu yetu Muislamu ambaye yuko hapa, na yeye atuambie nini. Je, leo unaamini ya kwamba mwokozi wa ulimwengu ni Yesu Kristo? Basi kama unaamini leo hapa utavua kanzu, unavua mtama na unampatia Pastor David, anaenda nao kanisani anakuombea. Sijasema kitu. Ndio. Nakwambia tu. Dakika 10 basi unayo, karibu. Aya, nashukuru sana bwana mtangazaji kunipatia nafasi ya kuweza kuwafundisha hawa ndugu zetu. Ndio maana kila siku nasema wakati mnaniita kufanya debate, mnitafutie watu ambao wanaojua vitabu. Hapana kuniletea watu ambao wako wanababia, wako wanagusagusa vitabu, wala hawajui kwa kuanzia vitabu, wala hawajui kuishia vitabu. Na afikiria mada ya leo kati ya Nabii Muhammad na Bwana Yesu, ni nani mwokozi wa ulimwengu mzima? Kitu ambayo inawachanganya hawa ndugu yetu ni neno ambayo inaitwa mwokozi. Nini maana ya mwokozi? Na mwokozi sio Bwana Yesu peke yake. Waokozi ndugu yangu ni wengi. Kila mmoja Mungu alimtuma awe mwokozi kwa watu wake. Mfano wake, nafungua kitabu cha Waamuzi sura ya 3 mstari wake wa 9. Inasema nini? Biblia hii moja hii. Hiyo kitabu cha Waamuzi
Sura ya 3 mstari wa 9 inasema hivi. Inasema, naweza kusoma? Kama uko tayari soma. Niko tayari. Soma kitabu cha Waamuzi. Tutasoma mimi peke. Kisha Aha. wana wa Israeli walipomlingana Bwana, wana wa Israeli wakamlilia Mungu kwa mateso ambao waliokuwa nayo. Bwana akawainulia wana wa Israeli mwokozi. Unasikia, wakati wana wa Israeli walipokuwa wakiteseka, Mungu akawapatia wana wa Israeli mwokozi akuja kuwaokoa. Jina lake nani? Aliyeokoa yani? Aha. Otinieli. Tulia hapo. Wana wa Israeli walikuwa wakiteseka. Kwa hiyo kipindi Mungu akapatia wana wa Israeli mwokozi. Sasa huyu nani mwokozi? Ukisema ke Yesu ndiye mwokozi peke yake, huyo atakuwa nani? Kwa hiyo kila mtu Mungu alimtuma akuje kuokoa watu wake. Huyu alikuwa ni mwokozi ukuja kuokoa wana wa Israeli. Hiyo tu andiko hiyo, Luka 11. Tunaruka 11 ya hiyo andiko. 11. Aha. Turuke 11. Ndiyo. Nayo. Aha. Nchi ikawa na amani. Aha. Muda wa miaka 40. Ndiyo. Kisha Otineli mwana wa Kenazi akafa. Ndiyo. 12. Ndiyo, twende. Basi wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu tena mbele za Bwana. Ndiyo. Naye Bwana akamtia nguvu Egloni, mfalme wa Moabu, 15 ya Israeli. 15. Lakini wana wa Israeli walipomlilia Bwana, tena wana wa Israeli wakamkosea Mungu, tena wakamlilia Mungu. Mungu akasema nini? Bwana akamuinulia mwokozi Ehudi. Unaona? Tena Mungu akaleta mwingine mwokozi kuokoa wana wa Israeli. Jina lake nani? Mwana wa Gara. Ehudi mwana wa Gara. Ehudi naye alikuwa ni mwokozi kwa wana wa Israeli. Benyamini. Achia hapo. Kwa hiyo hawa ndugu zetu, tamko uokozi isiwasumbue sana. Sawa? Kwa sababu waokozi ambao walikuja kuokoa ni wengi. Jambo ambalo tunalo hapa ni nani mwokozi wa ulimwengu mzima? Yesu wakati alipokuja, nini Mungu alisema? 5:2 Mika. Bali wewe Betlehemu Efrata. Unaona? Tusubiri kwanza hapo. Wakati Mungu anatafuta kumtuma mtu, kuna kuwa kitu ambayo inaitwa utabiri. Sawa? Hapo nabii Mika ambaye ni nabii wa Mungu anaanza kuleta utabiri. Anatabiri nini? Anaprofetize nini ule Mika? Amesema, ndiyo, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda. Unasikia? Nabii Mika anaprofetize. Anasema we Betlehemu ni inchi mdogo sana katika inchi ya Yuda, ya Israeli wako kidogo sana, lakini kutoka kwako wewe Betlehemu atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli. Unaona? Hapo Mika anatabiri. Anasema nini? Katika mji wa Betlehemu kutazaliwa mtoto. Yule mtoto atakayezaliwa Betlehemu ndiye ambaye atakayekuja kuokoa kabila la wana wa Israeli. Ni utabiri. Na wakati kunakuwa utabiri, bimaana ni lazima ile profesi iweze kutimilika. Wakati nabii Mika ametabiri ya kwamba kutatoka mtoto ambaye atakayezaliwa Betlehemu, yule mtoto objective principale yake ni kuja kuokoa kabila 12 ya wana wa Israeli. Tuangalie sasa, ni mtoto gani ambaye aliyezaliwa Betlehemu ili akuje kukombola kabila la wana wa Israeli? Mathayo 2:6. Mathayo 2:6 inasema nini? Nawe Betlehemu katika nchi ya Yuda. Unaona? Subiri hapo kidogo tu. Inarudia tena kuprofesi ya Mika. Mika aliprofetize. Akasema ya kwamba katika mji wa Betlehemu kutazaliwa mtoto. Na yule mtoto atakayezaliwa humo ndiye atakayekuja kukomboa kabila 12 ya wana wa Israeli. Wakati Yesu alipokuja mwagano jipya, ile profesi inakamilika. Endelea. Nawe Betlehemu, ndiyo, katika nchi ya Yuda, mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, ndiyo, kwa kuwa kwako wewe Betlehemu atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Unaona? Kwa hiyo yule mtoto ambaye aliyezaliwa Betlehemu ndiye mtoto ambaye aliyekuja kukomboa kabila la Waisraeli. Na ni pasta afundishe watu, asidanganye watu. Pasta
pasta atoe andiko itakayothibitisha wazi ya kwamba Yesu atakuja kuokoa ulimwengu mzima. Pasta kwa ukosefu wa maandiko ametutolea andiko ya Mathayo 4:4. Ile ni ukosefu wa maandiko na hajui kukariri ile andiko, na ile andiko haijui. Soma ile andiko nimfundishe. Alitoa kitabu cha Yohana sura 4 mstari wake 12. Jean 4:42. Okay, twende soma andiko. Tunasoma Yohana 4 mstari wa 13 soma 12. Aha. Wakamwambia yule mwanamke. Unasikia? Sasa polepole kaka, hii ni maandiko. Sawa, lazima nimfundishe huyu bwana aache kuwa anadanganya watu makanisani. Sawa? Na nataka anitolee andiko ambayo Mungu amesema au Yesu amesema mimi ni mwokozi wa ulimwengu. Soma andiko kaka, pole pole kwa utaratibu. Wakamwambia yule mwanamke. Wakamwambia yule mwanamke, ndio. Sasa tunaamini. Unasikia? Wale watu ndiye wakaamini. Wakasema nini? Wala si kwa sababu ya maneno yako tu. Wala si kwa sababu ya mafundisho ambayo ulikuwa unafundisha, ndio. Maana sisi tumesikia wenyewe. Sisi tumesikia wenyewe, ndio. Tena twajua ya kuwa. Tena sisi wanadamu tunajua ya kuwa, ndio. Hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Unaona? Wenye kusema ya kwamba Yesu ni mwokozi wa ulimwengu siye Mungu. Wenye kusema ya kwamba Yesu ni mwokozi wa ulimwengu siyo Yesu peke yake, lakini wenye kusema ya kwamba Yesu ni mwokozi wa ulimwengu ni yule mwanamke ndiye ameamini. Kwa santima ya ule mwanamke ndiye ameamini ya kwamba Yesu ni mwokozi. Dakika moja. Lakini Yesu mwenyewe hakusema ya kwamba mimi niko mwokozi. Kwa nini? Tuulize Yesu. Wakati ulituma wanafunzi wako waende wafundishe, wale wanafunzi uliwatuma waende wafundishe wapi? Mathayo 15. Tenashara ni wale wanafunzi 12 wa Bwana Yesu. Yesu aliwatuma. Yesu akakamata wanafunzi wake akawatuma. Akawatuma wapi? Akamwambia nini? Akawaagiza. Akisema nini? Katika njia ya mataifa msifanye nini? Msiende. Unasikia baba mtangazaji? Yesu anakataza wanafunzi wake. Anamwambia katika njia ya mataifa msiende. Kama ingelikuwa ni kweli Yesu ni mwokozi wa ulimwengu, kwa nini alikataza wanafunzi wake wasiende katika njia ya mataifa? Endelea. Wala katika mji wowote wa Wasamaria msifanye nini? Msiingie. Yesu anaambia wanafunzi wake kwa mataifa msiendi. Okay. Na katika mji wa Samaria msiingie, malizia. Lakini afadhali njia kuwaendea kondoo waliopotea. Wa nyumba gani? Wa nyumba ya Israeli. Sasa kuna ulizo na kuingilia pale. Dio. Kwa dakika moja tena na kuongeza. Dio. Kwa sababu kuna ulizo ambayo inakuja kwako. Okay. Kuna ndugu JPK ameandika hivi, amesema mimi nawauliza Waislamu wenzangu pale, wanipe andiko jiske la huko anasema kuonesha namna gani Yesu njo hana mkombozi wa ulimwengu, lakini hawayaleta hata andiko moja kuonesha wapi Muhammad njo atakuwa komboa ulimwengu. Siafika kule. Hiyo ni ndugu yangu anasema, na mwingine anasema hivi sababu inabidi tunaheshimia wasikilizaji wetu. Mwingine anasema andiko yenye musulman eko na pana ya kwanza inaonesha tu mwokozi wa Israeli, lakini hayaleta andiko yoyote ya kuonesha mwokozi wa ulimwengu. Ndio. Ni Fadhili hapa Kankomba TV. Voilà. Dakika moja unamjibia nini huyu? Siwezi kwenda haraka. Lazima kwanza nionyeshe ambako ndugu yetu walisema kwamba Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Nataka niwaoneshe kwamba Yesu si mwokozi wa ulimwengu. Nani ndio mwokozi wa ulimwengu? Ndafika. Muda ungali. Sawa. Unaweza kujibu kwa mara moja? Muda ungali. Sawa, muda ungali. Nitaka niwaoneshe ya kwamba Yesu anaambia wanafunzi wake katika njia ya mataifa msiendi, lakini mwende mfundishe habari ya Mungu kwa wana wa Israeli peke yao. Kwa hiyo Yesu ukombozi wake sio katika dunia mzima, lakini ukombozi wa Bwana Yesu ni katika kabila 12 ya wana wa Israeli. Asante ndugu Moma Fataki Hussein, ni wewe ambao umetoa kabisa maneno yako na kusema ya kwamba jiske la sijajua niseme kwako nani mwokozi wa ulimwengu. Wewe umeonyesha tu kama Yesu Kristo sio mwokozi wa ulimwengu,
Ndio maandiko yote ambayo kunaonesha hapa kwa muda size. Sasa wasikilizaji wetu nao wako na droit ya kurepondre 082 21 13 637. Ukitaka kuita ita, na ukitaka kutuma SMS usitume kwa namba na kupatia ya 082 21 13 637. Unatuma SMS ku 081 39 48 000. Je, ni nani atakaye uokoa ulimwengu? Mwokozi wa ulimwengu kati ya Yesu Kristo na Nabii Muhammad? Waislamu wanatufuata na Wakristo wanatufuata, na hapa tuko ndani ya studio yetu tunaendelea. GMT FM ni sisi 91.0 ndio frequency yetu, ama 91.0 MHz. Hapa tunaanza kuteremuka sasa, tuko naenda kuteremuka ndani ya deba. Pasteur David, unamfuata vizuri sana ndugu Moma kisi kwa watu anazungumza. Pasteur David, nilikusikia woga sana ndugu yangu. Mimi naweza nikasema kwamba Shehe Moma haiko kwenye mada, iko nje ya mada, kwa sababu ameshaangusha Uislamu wote. Sasa hivi Uislamu sehemu walipo wanasikitika sana, kwa sababu iwe kwenye Qur'ani iwe kwenye Biblia, hakuna sehemu yoyote atatosha hata andiko moja ambayo inasema kwamba Mtume Muhammad alikuwa hata mwokozi wa Waarabu. Yeye sio hata mwokozi wa Waarabu. Naleta sasa andiko hapa ambayo yeye hawezi kuzidi malaika. Hapa tuko katika sehemu ya dakika tatu. Hakuna shida. Dakika 3 ni nyingi. Hawezi kuzidi malaika. Malaika alitoka mbinguni akasema ya kwamba leo amezaliwa Mwokozi katika mji wa Daudi. Hawa watu wa Samaria ambao waliamini na wakasema ya kwamba tunaamini kwamba huyu ni Mwokozi wa ulimwengu, yeye hana ufunuo na hana akili kuliko hao wa Samaria. Ndiyo maana nilisoma ndani ya Qur'ani nikaonesha ya kwamba Qur'ani imeshasema ya kwamba watu wote ambao hawatamwamini Yesu Kristo watakuwa chini sana ya wale watakao muamini Yesu Kristo. Uelewe vizuri. Manake Waislamu wote ambao hawaamini maneno ya Yesu Kristo watakuwa chini ya Wakristo ambao wanamwamini Yesu Kristo. Sasa mimi nasoma ndani ya kitabu cha 1 Jean chapitre 4 verset 14 kuonesha kwamba huyu ni Mwokozi wa ulimwengu, ni Yesu Kristo. Uko nayo pale tayari? Nimeshaifungua hapa kwa Kifaransa na nitaitafsiri moja kwa moja. 1 Jean, waraka wa Yohana wa kwanza sura yake ya 4 na mstari wa 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Amen. Ça conclut le débat. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Yeye alisema hapa, c'est qui le Fils? C'est Jésus-Christ. OK. Je reprends l'écriture. 1 Jean chapitre 4 le verset 14. Et nous avons vu, manake sisi tuliona, et nous attestons, na tunathibitisha que le Père manake Baba ambaye ni Elohim a envoyé le Fils, alituma mwana comme sauveur du monde, kama vile mwokozi wa ulimwengu. Hii inafunga mjadala na kuambia tutaanza mjadala na tutafika mwisho. Anajifanya mwalimu lakini anatakiwa arudi shuleni tena chekechea, afundishwe tena vizuri hata hii Qur'ani yenyewe. Hata leta andiko hata kwenye Qur'ani ama kwenye Biblia ambayo inasema Mtume Muhammad ni mwokozi wa kijiji hata kimoja. Maana yake hawezi kulinganishwa na Yesu Kristo, hiyo ni makufuru. Tena Qur'ani inazungumza hapa juu ya Yesu Kristo. Nitamalizia kwa dakika moja. Ndani ya kitabu cha Miriam paragrafu yake ya verset 15 16-15 inasema hivi: que la paix soit sur lui le jour où il naquit et le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. Unasikia huyo biko banasema na sote huyu ni Jésus Kristo. Huyu biko banasema habari yake wakati balienda kumwambia Miriam. Na hii Qur'an ina reconnaître tu vitabu viwili, na reconnaître tu Torah na Évangile. Torah c'est l'Ancien Testament, Évangile c'est le Nouveau Testament. Haireconnaître yenyewe kitabu kinachoitwa Qur'an, na haireconnaître Mtume Muhammad. Mtume Muhammad wanamutaja mara chache sana hii kitabu unachokiona hapa, lakini Yesu Kristo wanamtambua kuanzia mwanzo hadi mwisho. Manake hakuna kitu kinaweza kujadiliana hapa kuhusu kati ya mwokozi wa ulimwengu. Kwanza hatuwezi kumlinganisha na Mtume Muhammad. Yeye ndo alimuokoa na kumkomboa Mtume Muhammad na Waislamu wote. Bon?
Ni Yesu Kristo ndiye mwokozi wao aliyewaokoa wote. Hapo ni hatari sasa. Kabla ya mimi kumpatia bwana Moma nafasi, ndugu Jedone, dakika 2 unayo ya kuongeza pale, sababu hapa kuna ujumbe moja wa tamuingiza nao bwana Moma. Umesema namna gani? Okay, asante sana ndugu, na nafikiri nani mwenzetu hapa anasema mambo labda hakuifikiria mzuri yeye mwenzetu Hussein. Maana pale kwenye alizungumza kuhusu kitabu cha Jije pale ambako alianzia, hawa waamuzi ambao Mungu alikuwa anatuma ilikuwa kuokoa taifa la Israeli zidi ya vita ambazo walikuwa ndani. Sababu apre kutoweka kwa Yoshua wala Josue, apre kutoweka ya Musa, hakukuwa tena mwingine nabii alikuwa anaongoza taifa. Halafu ndipo taifa la Israeli lilikuwa linashambuliwa sana na Wafilistini, lilikuwa linashambuliwa sana na mataifa zingine juu ya vita. Ndipo Mungu sasa alikuwa anaamusha wajiji wakina Barak, wale wote ambao walisoma, wakina Yefte, ni waamuzi ambao Mungu alikuwa anaamusha, anawatuma kusudi waende wapiganishe zile mataifa. Ni wakina Samson, ni wakina Yefte na wale wengine wote ambao walisoma. Ndio maana waliitwa waliberateur wa taifa la Israeli. Na kuhusu mkombozi wa ulimwengu, nafikiri tuko tunasoma maandiko na tuko tunafuata yote. Tangu tulianza deba, ni maandiko tu ndio tuko tunatolea kwa mwenzetu. Nisijue nini alisema kuhusu ile tulisoma mu Isaya, paski na regle question yote, hakuna mwokozi mwingine isipokuwa Mungu mwenyewe. Na ndio ile ndugu arudilia hata katika Luka chapitre 2 ya kwamba amezaliwa kwenye mwokozi wa ulimwengu mzima. Sasa Yesu Kristo ndiye mwokozi wa ulimwengu. Ekidi ulimwengu anaona wa musulman, anaona kila yoyote mudunia kwe mweusi mwenye ataamini tu Yesu Kristo kama mwokozi wa ulimwengu.